Sana rafiki yangu. Vipi, mbona huonekani? Shida nini? Zuena, ni kweli unasemayo. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho ungefahamu Zuena. Siku zote kila kitu kina matunda. Urafiki matunda yake ni upendo. Upendo matunda yake huwa ni ndoa. Kikweli kabisa kutokana na moyo wangu Zuena. Moyo wangu, akili yangu, nakupenda. Pepo utanibeba wapi? Nitafuata harufu ya ngozi yako kwenye giza laini. Sam, unajua kabisa wewe ndio ulionipokea hapa kijijini. Wewe ndio rafiki yangu mkubwa, wewe ndio mwenyeji wangu. Ukiachana na familia yangu walionipokea nilipofikia, wewe pia ni mwenyeji wangu. Na kuheshimu kama rafiki na nakupenda kama kaka. Sasa unaniambia sikuelewi. Ukiachana na hayo, nina mtu wangu ninayempenda sana, na ambaye anaweza kuonekana kwenye mahusiano. Kwa hiyo ningekushauri tu uachane kabisa na mimi, acha kunifikiria kuhusu mimi. Fikiria kuhusu mwanamke mwingine ambaye anataka sahihi kwako, ambaye atakupenda na utampenda, na sio mimi. Mwangu. Zuena, haina jaribu kukwambia inatoka ndani ya moyo wangu. Na sio kama sijaona wasichana wengine, kuna wasichana wengi sana hapa kijijini kwetu. Ila moyo wangu, si nikwambie kitu gani? So mimi nashangaa mwenyewe najikuta nakupenda ni wewe tu. Tuseme yale ya mwisho. Sam rafiki yangu, naomba zingatia nilichokwambia. Achana nao unayosema, kwa sababu hatasaidia chochote. Kwa hiyo Zuena, upepo wa mwisho unavuma taratibu, unapapasa dirisha, pazia linacheza kimya, mwangaza wa jioni unacheza kando ya uso wako, naguswa na baridi, lakini moyoni kuna moto. Upepo wa mwisho unaniita karibu, bana. Anakonda sana na penzi la yule demu yule, nani yule? Zuena. Yaani bana yule demu anateseka sana. Sasa nini? Sasa mpenda Zuena. Mapenzi. Unajua jambo linachekesha sana mwanangu. Ila usahau mwanangu, sio kula. Mwanangu anajikalisha pale. Mwanangu anajiuliza mwanangu kama kwanza nakwambia hivi. Mimi siku moja nimemuona pale, sawa? Yeye anatembea kinyonge. Nani kinyonge kama kinyonga mwanangu? Kisa mapenzi. Yule amerogwa mwanangu. Mwanamke mwanangu eti mapenzi anamtesa. Sikiliza nikwambie, mimi na maskani kwao. Nakuta mwanangu amekonda kishenzi mwanangu. Zuena. Wanawake mbona wapo wengi sana? Sasa kufanya mwanamke Zuena tu. Sasa sikia nikwambie mwanangu. Sikia nikwambie. Mapenzi mwanangu, sikia. Yule jamaa atakuwa amerogwa mshikaji wangu. Hili jambo la sasa kufanya mwanangu, sikiliza. Hiyo tumfuate mwenyewe tumchane live mwanangu. Au unaonaje mshikaji wangu? Tukamwambie live, tukamchane.
Haiwezekani mwanangu anakonda kisha demu mwanangu. Mapenzi anatia huruma mshikaji wangu. Mwanangu umefika pale nyumbani kamwangalia kama katoto kadogo mwanangu umesahau. Mwanangu sio kweli mwanangu, haikamu mwanangu. Inaniuma sana mimi. Inabidi tumfuate yule demu tumwambie ukweli. Tufanye hivi. Naam. Mimi hapa na wazo. Sawa. Naam. Kwa nini tusinge kumwambia twende kumwambia Sam kwamba tukamlete yule Zuena. Hapo mwanangu utakuwa umetisha. Ila kwanza kama hujamwambia Sam, bali tusimfuate yule demu kwanza kumwambia. Inaliwa. Mbele kwa mbele mwanangu tumfuate demu tukamwelezea mwanangu. Tukamweleza kwamba Sam ana kwa ajili yako. Hata ugali mwanangu. Tuelezee tu mwanangu. Hizo hapo mwanangu na feli mwanangu hizo hapo. Unacheza kando ya uso wako, naguswa na baridi, lakini moyoni kuna moto. Upepo wa mwisho unaniita karibu. Shem, samahani Shem kama nitakuwa nakusumbua. Kuna jambo linanisumbua sana. Nataka nikuulize, nisaidie kama unanielewa. Bila samahani Shem, unaweza kuniuliza. Samahani lakini naomba kuuliza, eti mapenzi ni nini? Kwenye moyo wako nishike mkono tusije. Mwana mrembo. Shemu mrembo mno. Urembo wako unafanya nafsi yangu napasuka, unakonga moyo wangu. Hapa nimekuona tu penyewe hadi moyo umeshtuka. Toa roho yangu. Sikia Shem, tuheshimiane. Wewe ni mama dada yangu. Halafu chunga kauli zako. Nakupenda Shem. Sikia Shem, nakuheshimu. Naomba tuheshimiane. Chunga kauli zako pia. Nikiendelea hivi nitawaambia dada. Mambo ya dada naingia. Tukapotea kabla usiku haujafunga safari yake. Kwa nini umeniuliza swali? Nimekueleza kwa sababu ninayempenda mimi hanipendi, lakini anayenipenda mimi simpendi. Unajua mapenzi ni kitu ambacho hakuna mtu aliweza kupata tafsiri yake. Na kama ingetokea tukajua maana ya mapenzi yenyewe, watu tusingekuwa tunapitia magumu, tusingekuwa tunahangaika. Unaona? Mapenzi ni kitu ambacho kinakuja automatic. Na kikisha mwingia mtu anakuwa kichaa, anakuwa cheese, anakuwa kipofu. Uweze kumwambia kitu akakuelewa. Lakini kujua mapenzi ni nini, hiyo ndio changamoto yenyewe. Na ndio maana hata mimi shemeji yangu, situation kama hiyo inakunikuta, nikakufuata, nikakwambia kwamba ninakupenda na nakuhitaji. Kama ningekuwa najua mapenzi tafsiri yake, ningejaribu hata kuescape, lakini sasa shida ni nilishindwa kutokana kwamba mimi mwenyewe tafsiri ya mapenzi sijui. Lakini shemeji, vipi kuhusu dada? Ni kweli akili najua kwamba yule ni dada yako, hata mimi najua kwamba yule ni mke wangu, lakini sasa kwenye engo ya mapenzi yenyewe akili haitumiki. Kinachofanya kazi ni moyo. Naona
Akili inaniambia kwamba wewe ni shemeji yangu, lakini moyo mama, moyo ndo unapinga. Moyo wangu ndio umekupenda wewe, moyo wangu ndio umekuchagua wewe. Kupitia magumu, sina nuru, sifikii malengo yangu kutokana kwamba niko na mtu ambaye tayari ni kidonda katika moyo wangu. Nahitaji tulivu, nahitaji kuwa na mtu ambaye nampenda, nahitaji kuwa na mtu ambaye atakayenitakaa, atanishauri, tutafikia malengo. Basi tusikukuona mapema sana. Kati kama ningekuona mapema mimi nisingemoa dada yako. Wallahi tena nakwambia. Nakupenda mno sana. Mimi nakuambia kitu kimoja. Mapigo ya moyo wangu yanatamka jina lako. Utulivu wa maisha yangu utaupata nikiwa na wewe. Please. Naomba nipe nafasi tafadhali. I love you. Nikoe kwenye hili janga. Naomba nitoe kwenye hili gereza nililofungwa. Sije kufurahi, sije kutabasamu kwa muda mrefu. Nipo kama sijui hata nikuelezee vipi. Lakini nielewe. Nakupenda. Yes. Okay. Love you too. Wow. Serious? Yes! Ukiniacha hapa, upepo utanibeba wapi? Nitafuata harufu ya ngozi yako kwenye hii. Tunafungua mwaka kibabe 2026, tunaanza kibabe. Usikie kinyonge, watu wanapendeza, watu wanashine. Loviki Shoes, hawa ndio habari ya mjini. Hawa ni wauzaji wa viatu special na mtumba kwa bei poa sana. Wanapatikana Wenzewe mkabala na Boke Farmers, mkoa wa Geita. Wanatumia namba 2 za simu. Mimi nitakutajia namba moja. Namba moja itapita kwenye screen yako. Kwa namba za simu ni 07 67 94 44 67. Lakini namba nyingine itapita kwenye screen yako. Asanteni, bye bye. Laini, tuseme yale ya mwisho kabla mlango haujafungwa. Upepo unashuhudia ahadi za siri zetu.